Walilmayit, na kwa maiti, ahkamun kathiratun, kuna hukumu nyingi zinazohusiana na maiti. Dhakaru huna, wamezitaja hapa miongoni mwa hukumu ambazo zinahusiana na yule aliyekufa maiti. Minha, miongoni mwazo, as-salatu, ni swala. Swala ya vipi yani? Kumsalia. Kumfanyaje? Kumsalia maiti. Wama yataallaqu biha, na yale yanayofungamanika na nini? Na sala. La, yanayofungamanika na maiti, sio na swala. Min at-taghsili, katika kumuosha maiti, wa takfini, na kumstiri, wa dafni, na kumzika, wa ghairiha, na sio kwa haya. Hivi siku zote tunasema nini? Yanayopaswa kufanyiwa maiti ni mangapi? Manne. Ndio haya yaliyotajwa hapa. As-sala, sawa. Baada sala, taghsil, takfin, wa dafn. Wa amma al-huquq al-maliyah, ama haki za kibali, fatati fil wasaya wal faraidh, zitakuja katika wasia na yale faraidh. Yani faraidh nini? Mirathi. Zitakuja kuzungumzwa huko mbele. Ameacha na mali, ameiacha, vitu vingine vyote vitazungumzwa mbele. Bima anna alkitaba mukhtasar, kitabu nini? Kina ikhtisari. Babu alfaraidh iko katika mlango gani mnajua? Iko katika babu albay'i, mwisho kabla ya kuingia babu nikah. Kuna faraidh wameleta mlango wake pale. Katika nini? Katika taysir al-alami. Yani inakuwa ni juzu ya nini? Ni juzu ya tuseme, yani babu al-bay', kitabu al-bay' kinakuwa katika juzu ya pili, babu al-muamalat. Faraidh imewekwa katika babu nini? Al-muamalat. Sawa. Wasia pia imewekwa katika babu nini? Huwa ndio zimefuatana. Kabla ya wasia kuna wasia, faraidh. Baada ya faraidh, nikah. Unaona ilipokuja iko hivi. Fa innal musannifa, hakika mwandishi, lam yati bikulli ma tad'u alhajat, mwandishi hakuleta kila kitu ambacho kinahitajika, kinachopeleka na ambacho watu wanahitaji. Tad'u alhajata ilayhi min alahadithi almutaallikati bilmayiti, katika hadithi zinazofungana na maiti. Walidha, hivyo basi, fa inna nadhkur nubdhata, sisi tunataja nubdha. Wa nubdha shay'un yasir, yani kitu, sehemu. Nubdha sehemu, min alfawaid, za faida, allati sahat biha alahadithu, ambazo hadithi zimesifika kwayo. Fa min haqqi almarid, katika haki za mgonjwa, ala ikhwanihi almuslimina, kwa ndugu zake waislamu, iadatuhu, ni kutembelewa. Haki ya mgonjwa ni nini? Kwenda kumzuru. Wa idkhalu sururi alayhi, na kuingiza furaha kwa mgonjwa. Na ni kitu muhimu sana ndugu zangu, kutembelea wagonjwa. Si mtu anaumwa, muislamu mwenzenu, nendeni mkamuone. Ile ziara katika haqqul muslim ala almuslim, minha i'adatu marid, kumtembelea mgonjwa. Barakallahu fik. Kumtembelea nani? Mgonjwa. Kwa hiyo tujitahidi kufanyaje? Kuwatembelea wagonjwa, na ni haki yetu sisi kwake yeye. Tayib, fa idha kana fi hali khatarihi, anapokuwa katika hali ya hatari. Hali ya hatari la shaka ni karibu na sakaratil mauti. Mambo yamekuwa magumu, kila siku hali inakuwa kuliko jana, kila siku kuliko jana, kila siku kuliko jana. Hali kama hii ni hatari na ni mtihani. Yudhakkaru bil taubati, atakumbushwa tauba. Kullahu falyatubu ila Allah, mwambie tu fanya tauba, rejea kwa Allah. Fursa wakati huo. Sijui maana nini. Wa qadha ad-duyun, atakumbushwa pia kulipa nini? Madeni. Mwambie bwana, kuna madeni, kama una nini, kama unadaiwa lipa. Wal wasia, akumbushwe pia atoe wasia. Acha wasia bwana. La sayyama fima yajibu alayhi bayanuhu, hasa katika yale mambo ambayo lazima kubainishwa. Kuna mambo yanatakiwa yabainishwe. Wa yakunu dhalika bilutfi, lakini kwa lutfi, yani taratibu.
bwana vipi, yani unamhamisha taratibu, unampitisha taratibu, sio unampitisha ile kwa kuwa taratibu. La yash'uru ma'ahu bil khawfi, asifike mahala akaona sasa kumbe nakufa mwambie tu, yani taratibu mpitishe, mwambie ni sehemu ya ibada vitu hivi. La yash'uru ma'ahu bil khawfi min dunuwi ajalihi, ya kwamba ajali karibu anakufa, ani muda wake umekaribia anaondoka, asihisi hivyo. Wa yataakkadu ala almaridhi dhalika, na hiyo wa yataakkad, na alihimize hilo kwa mgonjwa hilo. Wa ayakhruja min almadhalimi, amsisitize atoke katika madhalim, kama na dhulma alifanya arejeshe, na hata kama dhulma ya maneno, dhulma ya nini arudishe. Na kama kuna mtu alimkosea basi atume mtu kumwambia jamani fulani anaomba msamaha, falyakhruju min almadhalim, sawa kana maliyan au huquq min alhuquqi au alird wa ma ila dhalika, yote anatakana atoke, asibakie, atoke, ajivue. Wa yastaghfiru anil maasi, na pia apanye istighfar kwa maasi. Wa ayuhsina dhannahu billahi ta'ala, ma min mu'min yamutu illa wa yuhsinu dhannuhu billahi azza wa jalla, kama Rasul anavyosema. Asio mu'min yoyote katika mu'min ambaye hali yake anaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi awe na nia njema, na dhannu billahi ni kudhani Allah atakusamehe, kuwa na rajaa kwamba inshallah Allah atanisamehe na mbele kwa khairi. Usiingie na hofu mpaka sasa ukafika sasa huku naelekea wapi, la, useme hivyo. Fa idha hadharahu almaut, anapofikwa na umauti, sunna imesuniwa liman hadharahu, walikuwa waliohudhuria, talkinuhu shahadataini, kumlakinia shahada mbili, bilutfi, kwa upole. Lakini la ilaha, yani mathalan amekaa hapa mko watatu wanne, mmoja anasema la ilaha illa Allah, nasubiri mwingine anakuja kusema nini, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kama atasema la ilaha illa Allah basi mnanyamaza, lakini kama atasema la ilaha illa, ikapita tena hali karudi kawaida, akaanza kuzungumza tena, mwacheni tena. Mkiona hali imebadilika, azeni tena kumlakinia yawe nini, ili kupata ile hadithi inasema mwisho wa maneno panatakiwa pawe na nini, la ilaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema man kana fi akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye maneno yake ya mwisho itakuwa ni la ilaha illa, ataingia peponi bilutf wal hudu. La ilaha illa Allah, la ilaha illa sunna dhalika. Wa tawjihihi au wa tawjihu ala hasbi al-atf, wa tawjihihi ila al-qibla, na kumuelekeza kibla, muelekezeni kibla wakati ule. Sunna dhalika ni katika sunna, wala yajibu, lakini sio lazima. Fa idha mata ghumidat aynahu, akifa afumbwe macho yake mawili, afungwe macho yake mawili. Walinat mafasiluhu, na yalainishwa. Mafasili ni haya, hizi magoti haya nini, yani unapaka taratibu mafuta, unachua kidogo kidogo, unamrembea mpaka anafanyaje, vinanyooka kiasi kitakavyonyooka, kwa sababu kuna wakati anaweza maiti viungo vyake vikakakama, ndo maana yake. Tuko pamoja Aiwa. Wa usri bitajhizihi, na watu wafanye haraka kumwandaa kwa ajili ya kwenda kumzika. Ma lam yakun fi ta'khirihi maslaha, ikiwa kumchelewesha hakuna maslaha. Suali mtu anasema hal fi ta'khir almayt maslaha, yumkin dhalika. Wanachuoni hawezi kusema kitu chochote ila kuna jambo, lakini tukijiuliza kwa haraka nikikuachia itakuwa ni homework. Sasa kwa haraka maslaha ni nini? Labda baba yake yuko karibu, ambaye ni wali wake, baba yake yuko hapo karibu, yuko karibu, si mbali, ametoka alikotoka, bado muda upo, yajuzu zalika. Sio kama tunavokatisha tu, mbona anakuja kufanya nini? Kinachokatazwa ni kumlaza. Kulaza maiti ni mamnuu. Isra iko pale kama kuna haja, mathalan baba na mama, siku ni hiyo na wakati ni huo. Alifariki baada ya asubuhi, sisi vyema tumzike saa 6, saa 5, saa 5, saa ngapi? Saa 6. Lakini wakasema tunaomba maiti aziko saa 9 au saa ngapi? Saa 10 tuko njiani. La basi, itolewe ruhusa, hakuna tatizo, yajuzu, sheria inaruhusu.
Mmenielewa? Madhali huyu ni baba na nani na mama, wana nafasi kubwa sana hao kwa nani? Kwa mtoto wao. Lakini laiti wangesema bwana sisi tunaomba isizikwe paka siku ya pili, la, hapa tutachukua, hatutakubali. Hapa hii wasia haukubaliki, kisheria wanatakiwa azikwe, wanasihiwe azikwe. Lakini sasa kuna kitu kimoja, wakigoma kabisa hakuna njia. Sasa kwa nyinyi hakuna njia, nani anaweza kuzika? Alafu yule mzee akaja pale akasema aliyezika ni nani, utasemaje? Japo watakifanya hivyo hawafanyi sahihi, haiko kwenye dini sahihi, hawako kwenye dini. Kwenye dini maiti alale kwa ajili gani? Basi خلاص fanyeni kama tayari ameshaondoka, ni kumuombea maghfira. Lakini kama ni mamuda, kwa mfano sali moja masaa mawili, ndugu zangu hakuna tatizo. Katika masala haya ya kisheria inaruhusiwa katika njia hii, lakini sio kulaza. Wa taghsilu almayit, kumuosha maiti, wa takfinuhu na kumvalisha, wa hamluhu na kumbeba, wa salatu alayhi na kumsalia, wa dafnuhu na kumzika, faradhun kifayatun, ni fardhi ya kutoshelezana. Idha kama bihi man yakfi, watakaposimama na jambo hili wanaotosheleza. Taskutu anil baqina, makosa na madhambi wengine hawato nani, yani wamepatikana watu wamefanya uwakilishi mzuri katika jambo hili, khalas hakutakuwa na madhambi. Sha'anu kulli faradhi kifaya, ni jambo kama vile katika kila faradhi kifaya, wakisimama baadhi khalas linaondoka lingine, linaondoka kwa madhambi kwa watu wengine. Fa in taraka, ikiwa taacha wote, sara al-ithmu, yatakuwa madhambi ala man alima halahu, kwa yule aliyejua hali ya kwamba kuna maiti alafu akajificha kaacha kwenda, madhambi yatamfikia. Ukamwacha mtu mpaka kaoza, hata kama ingekuwa ni tariku swala nini, atapelekwa hivyo hivyo kitariku swala yake, kama wanazuoni wanavyosema. Wale wanavyoona kwamba ni kafir, basi atakwenda kufukiwa tu. Wale wanaoona kwamba ni murtakibul kabira fasik, basi watamsalia, watakwenda kumzika. Ala hasbi, masala ni ikhtilaf kwa wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa kuhusu tariku sala. Lakini hatoachwa akae vile vile, la yajuz zalika. Bali mwanadamu yoyote inapokosekana hakuna wa kumzika, hata kama ni mila gani, mila yoyote, nyinyi kama nyinyi Waislamu mnatakiwa mchimbie shimo mziki, lakini sio kumzika kwa mila yake, la, kwamba alikuwa ni mila fulani, watu wa mila yake fulani hawako, sisi tusimame. Hapana, sisi tunachimba shimo na kumweka na kufanyaje, na kufukia tu. Mimi kwa sababu asioze huko kwenye ardhi, asioze kwenye nini, kwenye ardhi. Tumpeleke kaburini tumzike, kumzika katika ile mila yao wao, lakini sio kila kitu. Kwa sababu wengine wamezika, wanazika, wana shiari, wana nembo, wana vitu gani wamebeba, apelekwe pale ndio hapa, hawa huyu ni mtu gani fulani, jamani fukie nini, azikwe, aondoke katika ile jamii, yani asiwekwe mtu, lakini atazikwa vile anavyozikwa. Ni huyu anapelekwa kwenye shimo, na kama wapo watafutwa, waitwe aliko, waje wamzike ndugu yao. Lakini msiendelee paka maiti inaoza na nyinyi mko pale, haitakuwa sahihi. Lakini sio mnamchukua mnaanza kwenda kumswalia. Msalia vipi bwana? Si unataka kumfanyia hivi? Hapana. Aneswaliwa ni Muislamu. Waislamu tuna utaratibu wetu, ndio haya tunayazungumza hapa. Sio kama tunaelewana. Ndio haya tunayazungumza hapa. Anasema fa in taraka sara al-ithmu ala man alima halahu wa qadara ala dhalika man thumma tarakahu wa qadara ala dha, ma maana wa qadara yani istata yadhhaba, angeweza kwenda lakini akaacha kwenda, huyu atapata madhambi. Alikuwa na uwezo wa kwenda kisha akwenda. Wa sifatu salati alayhi 4 takbiratu, sifa ya kumsalia ni takbira 4. بعد الأولى الفاتحة، بعد الأولى الفاتحة، بعد تكبير يا كwanza utasoma الحمد. الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بك ولا الضالين. إيه تكبير نين يا كwanza. وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد kusema الله أكبر ya kwanza ni الحمد. Ukimaliza الحمد unasemaje? الله أكبر. Baada ya الله أكبر unafanyaje?
unamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamani, tunaelewana vizuri? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kwa uchache kabisa, ukiweza unamsalia kama salatu al-ibrahimia paka kule innaka hamidu majid. Inakuja wa baada thalithati, na baada takbira ya tatu, ad-du'a lilmayit, kumwombea maiti. Allahumma fil lahu, Allahumma fil lahu au Allahumma fil laha. Hii ni kalima ambayo inatosheleza. Lakini kama unajua na fursa ipo na nafasi ipo, lete dua yote. Allahumma fil lahu warhamhu wafihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wawasi mudkhalahu wanaqihi min alkhataaya kama yunaka thawbul abyad. Paka moja, endelea paka mwisho. Sema Allahumma thabbithu bilqawli thabit, Allahumma thabbithu bilqawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Yani nenda sema paka pale imamu atakapoleta nini? Takbiri. وبعد الرابعة سكتة لطيفة. بعد ya takbira ya 4 kuwe na sakata. Imana sakata sukuti, taskut sukutan yasira, utanyamaza kinyamazo chepesi, kisha assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Baadhi ya wanazuoni wanasema hii sakatatun yasira unaleta nini? Ile Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi thumma salam. Qala shaykhul islami ibn Taymiyyah rahimahullah. Shaykhul islam ibn Taymiyyah asema hivi, alladhi, lile ambalo thabata fi sunani, lililothibiti katika sunna, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume, annahu kana yaqumu, alikuwa mtume akisimama, ala qabri rajulin, juu ya kaburi ya mtu, min ashabihi, katika masahaba zake, idha dufina, pindi anapozikwa yule mtu, wayaqulu, na anasema, salu lahu tathbita, muombeeni nyinyi ithbat. Ma maana ithbat? Muombeeni aweze kujibu maswali ya malaika wawili, akisema hivi, Allahumma thabbituhu bilqawli thabit, Allahumma thabbituhu bilqawli thabit, mthibitishe kwa kauli ya ithbati aweze kujibu. Sallallahu hatta thibita fa innahu al'ana yus'alu, hivi sasa anaulizwa. Hadithi sahihi ipo. Yani hapa Sheikhul Islam anaelezea jinsi mtume alivyokuwa. Mtume alivyokuwa akimaliza, kumemalizika kuzika kabisa, anakwenda pale, anasemaje? Istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al was'alu lahu tathbita. Jamani, tuko pamoja? Maadhalika, hii ndiyo sunna. Lakini kinachosikitisha zaidi ni wale wanaojua sunna hii, wakifika makaburini wanafanya kinyume na hivi. Sasa mimi sielewi maana yake ni nini. Kwa sababu tunapokwenda makaburini, baada ya kuzika, suala la kusema fulani aje amuombee dua maiti inatoka wapi? Iko wapi hapa? Inatoka wapi? Fulani atatoa mawaidha, fulani atakuja kumuombea dua. Hii mambo tunatoa wapi? Tumche Allah jamaa. Sasa fikiria kama mtu ndio mimi nasema hivi, watu wangapi huku nyuma watasema hii ndio sunna? Yani nakuja mimi nawaambia watu fulani ndio aje aombe dua. Naomba muwe wa kweli. Mimi nawaasa maduati wa ahli sunna wal jamaa, na waasa baadhi ya mashekhi wafuate utaratibu wa sunna, waache kuwaridhisha baadhi ya watu wanapokuja kwenye makaburi, kwamba leo kuna shekhe fulani lazima aombe dua. Hakuna kitu cha namna hii, hakipo. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubora wa uongofu ni uongofu wa mtume. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. Tusiposhikamana na sunna sisi, nani anaweza kushikamana na sunna? Si sahihi. Ndugu zangu, kilichoko kabla ya kitu chochote, anapomaliza kuziko maiti, anakuja msimamizi, anasema hivi maneno yale yale, istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al was'alu lahu tathbita. Sukuti, kila mtu aliyoko pale kwenye makaburi aseme maneno, aseme vile nini
Allahumma fillahu warhamu, kwa Kiswahili, kwa Kiarabu, atoe fursa. Baada ya hapo, kama kuna cha kuwaambia Waislamu, kama hakuna, ndugu zangu, ndio hapa tulikofika, tumemaliza. Kikubwa zaidi, tutakaporudia turudi na mazingatio inshallah. Nyumbani hakuna chochote kinachoendelea, kila mtu anaweza kuendelea shughuli yake. Kwa wale ambao walikuwa hawajafika kuwaona marehemu, wanaweza kupita wakatoa taazia, basi halas, mambo yameisha. Baadhi ya siku akiona kuna mukhalafati, kwa mfano watu wanakaa kwenye makaburi, watu wanaongea ovyo kule makaburini, wanaacha kilichowapeleka, watu wanafanya, anakumbusha. Lakini pia sio ada kila tunapozika atafutwe shehe wa kutoa mawaidha. Haikuthibiti hii, haikuthibiti. Kila anapokufa mtu lazima kutolewa mawaidha. Ni pale imamu anapoonya kuna dharura, pale imamu anapoona kuna fursa. Mathalan tumeenda makaburini, limedondokea kaburi, kama limefanyaje, mnasemaje, limetitia au limefanyaje, limemeguka, kuna ngeme mfanyaje, imemeguka. Ile ngema wakati watu wanatoa, unawaita watu sasa, kuna wale wanaotoa kule, waache watoe, wakumbushe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikwenda siku moja kuzika. Alipokwenda kule, walipofika kule, walichimba kaburi kutaka kumuingiza, kaburi alitoshi, ikawekwa maiti wapi, nje. Ikabidi kufanyaje, kutanuliwa. Alikuwa na kijiti chake, akawa anachimba, akawakumbusha habari ya kaburi, habari ya adhabu ya kaburi, neema ya kaburi, kisha akawaofesha. Wakati kuna maandalizi ya nini kule, walipomaliza kuzika wakafanyaje, wakatawanyika. Tuna dharura ya kurudi katika sunna ili jamii irudi katika sunna. Kinyume cha hapo ni mtihani. Kama wanaofahamu wanafanya kinyume, itakuwaje? Alafu pia kuweka mrorongo kule makaburini, shekhe fulani na yeye atasema, haya mambo yanatoka wapi? Haya mambo hayapo. Kule sio muhadhara, kule hakuna muhadhara. Kule ni maneno machache, pale panapokuwa pana dalili ya kuofesha. Au aliondoka alikuwa ni mtu mashallah imara mustaqim, jaribu kuwakumbusha watu kumuiga. Angalia alivyoondoka ndugu yetu katika imani, tunamuomba Allah muwafiki, sio kumtangaza kwamba ni mtu wa peponi na ni muombe na kuwa na dhana njema na kumuombea Allah. Tumuombe ndugu yetu, Allah amefanya mema, amefanya khairati, na Mwenyezi Mungu amsamehe. Ndugu zangu, tuigeni mema, tujitahidini katika yani kuwasimiza. Kwa hiyo ndugu zangu, sunna. Tusiwe sunna tunazisema kwa maneno. Tunatakiwa vitendo vyetu na maneno yetu na kila mahala, muamalat, ibadat, kila kitu sunna tusimamia na tuwakumbushe. Tusiwe tunafanya kinyume na hapo. Tayeb. Wakati sabata anna al-maqbura yus'alu, anna al-maqbura, hakika aliyezikwa, sio kabri, al-maqbura, al-madfun ala wazni maf'ul. Si kama mnanielewa jamani? Imethibiti kwa yule aliyezikwa, yus'alu wa yumtahanu, anauliza na anapewa mtihani na malaika wawili. Na nyinyi mnajua kuna maswali mangapi kule? Yako maswali mangapi? Matatu ndio thabiti. Japo imeongezwa siku hizi, waman ikhwanuka wama kiblatuka wa nini, yote yale maswali matatu tu. La kwanza, man rabbuka. La pili, la tatu, wama nabiyuka wama dha kunta taqulu fi hadha rajul. Vipi ulikuwa unasemaje kuhusu huyu mtu? Ar-rajul huyu, ar-rasul. Ulikuwa na msimamo gani kuhusu huyu? Maswali mangapi? Matatu. Na haya hayajibiki kama vitendo vya mtu havilingani na yale anayosema. Falmu'min yarud, ataleta majawabu mazuri. Lakini takapofika kwa yule ambaye si mu'min, atakapoitwa man rabbuk, hakuwezi kusema. Kisha ambiwe vipi wewe, mwisho atasema samitu nasa yaquluna faqultu, niliwasikia watu duniani wakisema na mimi nikasema. Ndio maana imeshindikana kusema hapa, ile ilikuwa duniani, hapa imeshindikana. Ndugu zangu, tujitahidi kufanya matendo mema, tujitahidi kurudi katika sunna, tujitahidi kufa katika manhaji sahihi, manhaji ya kitabu na sunna, manhaji ahli sunna, manhaji salafia. Tujitahidi tufe hapa. Hiyo ndio khairi, hakuna khairi kubwa kama hiyo, kufa katika manhaji sahihi,
katika akida sahihi, hiyo ni salama, kwa sababu wewe ni muwahid na Allah ameahidi kwa wale muwahidun. Sio menelewa bwana, wale muwahiduna mwenye madhambi ya mwisho kabisa kule pale, mtume anasema yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqala khardatan min al-iman, atatolewa motoni yule ambaye imani yake ni kama punje ya khardal. Simenelewa, khardal ni kale kapunje kadogo sana chini ya sisimizi. Ni nani huyu muwahid? Ni yule aliyokufa na tauhid lakini ni asi. Ila mushriki ana nafasi? La abadan. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wallahi kama kuna khairi ni kuomba ufe katika manhaji sahihi, manhaji ya Qur'ani, manhaji ya kitabu na sunna, manhaji salafia, ufe ukiwa na akida sahihi, ukiwa salama. Wewe alhamdulillah, tunakubashiria Allah atakufanyia wepesi, yeye ndo anayejua, lakini umekwenda salama. Usije ukafa wewe ni mushrik au unakufa wewe ni mubtadi adai ila bid'atihi, mubtadi mzushi na alikuwa anahimiza watu kufanya uzushi duniani. Hapo ni shughuli. Hapo mzee ni shughuli. Hapo tunakuachia Allah wewe huko. Hatukuambii nini? Tunakuachia Allah huko, ni pagumu. Simenelewa? Na mara nyingine mtu akawa na bid'a mukaffara, ndio hatari zaidi. Yani bid'a mpaka imefika kwenye nini? Kwenye kufuru. Hiyo ni hatari kweli. Kama bid'a ya khawarij. Sawa, bid'a ya khawarij, bid'a ya mu'tazila. Hii ni hatari. Naam, wanadai Uislamu lakini laysa min al-islam fi shay, hawana katika Uislamu chochote. Kwa hiyo tumche Allah na turudi kwake na tulazimiane na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Wa annahu yu'maru bid-du'a lahu, tumeamrishwa kumwombea dua, na ni kitu ambacho anahitajia sana maiti. Wa annahu yu'maru bid-du'a lahu, tumeamrishwa kumwombea maiti dua zaidi. Naona kidogo kama tumeanza kusinzia au vipi? Jororo tuko pamoja au jororo ashahama jamaa? Hebu muangalieni. Sijui kama tuko na jororo. Yuko? Hamna. Yuko baina ma baina samai wal ardhi. Hizi ni fantashiru, sio mchezo. Hapa tuna mlango wenye anwani, sio kwenu kama ipo. Basi mimi nitaisoma hadithi tu. الحديث الثاني والخمسون بعد 100. sote kwa pamoja ili turudishe ile nani. Bismillah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. متفق عليه. الحديث الثالث والخمسون بعد 100. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم. تسيانgalia hizi hadithi. Hadithi ya kwanza al-Imam al-Bassami amewekea kichwa cha habari babu fi salati ala al-ghaibi wa ala al-qabr. Anwani hii inaweza kuwa ipo baadhi ya sehemu na baadhi ya sehemu hakuna, na ndio maana sikutaka kuisoma. Babun fi salati, yani mlango unahusiana na swala ya ghaib. Esh maana al-ghaib? Kitu ambacho ukioni wewe, hakipo kwako hapa. Swala ya mtu aliyefia mbali, yani tuko pamoja, aliyefia mbali. Wa ala al-qabr, na kuswali kabrini. Kuna maiti amekufa, amepelekwa kabrini, kumswalia pale, nini hukumu yake? Ndio anachomaanisha hivi.
simenelewa, kumswalia yule aliyekufa yani. Haya twenzetu. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anasimulia Abi Hurairah lazimwendea asema, na'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an-Najashiyya, mtume alitoa habari za kifo cha Najashi. An-na'i bimaana al-ikhbaru bil maut, kutoa habari ya fulani kafa, ndio nakusudia hapa. Fil yawm alladhi mata fihi, ile siku aliyokufa. Wa kharaja ila al-musalla, akaenda kwenye musalla. Musalla ni ile sehemu ambayo ni temporary, si msikiti, ni sehemu maalumu kama vile nje kule unatandika, ukitandika pale watu wakaswali musalla, au kile kwa Kiswahili wanasema kibanda msikiti pia inaingia katika musalla. Msikiti umejengwa, hakuna imamu anani, kila anaingia na swali ana nani anaondoka, hiyo inaitwa nini? Musalla. Hakuna imamu ratibu, huo ni musalla. Fasaffa bihim, akaweka safa, akapanga mistari. Wakabbara 4, akaleta takbiri 4. Akaleta takbiri ngapi? 4. Mimi huku sitaki kuweka chochote kwa sababu kwenye maana alijimali inajieleza, si umeelewa kwa ajili ya muda. الحديث الثالث والخمسون بعد 100، حديث 153. عن جابر رضي الله عنه، أنا سملي جابر رضي الله زموينده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة بنامتم رحمنا أماني زموينده، صلى على النجاشي الإمصالية نجاش، فكنت في الصف الثاني، nilikuwa mimi mstari wa pili au thalith wa tatu. Hii tunasema shaka rawi. Rawi ima alisikia mstari wa pili au mstari wangapi? Wa tatu. Wala yadhuru shay, wala haizuru chochote. Kama alikuwa mstari wa pili haina tatizo, kama alikuwa mstari wa tatu hakuna nini, hakuna tatizo. Al-gharib na'ahu yan'ahu bifathi awwalihi, wan-na'yu al-ikhbaru bil mauti, ni kutoa habari ya kwamba fulani kafa. An-Najashi bifathi an-nun, kwa nunu kiwekea fatha, ala al-mashhur, kwa lugha ambayo ndio mashuhuri zaidi inafahamika zaidi. Qala fi nihaya, kuna kitabu kinaitwa Nihaya, an-nihayatu li ibn al-Athir. Nihaya ya Ibn Athir ni juzu 4, ni kamusi ya hadithi. Juzu ngapi? 4. Tena mmesema hapa ndo nikakumbuka kitabu hiki niliwahi kukinunua Jamia, nikirudi na kwenda kukitafuta, hata sijui kama nilishawahi kukinunua kitabu hiki juzu 4. Allahu akbar, kumbe kuna vitabu vingi. An-Nihaya Ibn Athir, wallahi ndo nakumbuka. Sawa, nashukuru pia. Hii katika Nihaya Ibn Athir anafasiri neno Najashi, anasemaje? Wasawabu, na iliyo sawa, takhfifu liyai, ni yeye ile an-Najashi ya anataka, anasema an-Najashi, lakini umesikia kule kwenye hadithi an-Najashi. Sasa yeye anasema sahihi zaidi, yani ondoa shadda kuwe laini, tahfifu an-Najashi badala an-Najashi. Si kama nanielewa Aiwa. Ismuhu, jina lake Najashi alikuwa anaitwa nani? Ashamatu. Tufia fi Rajabi, alikufa mwezi wa Rajabu, sana 9, mwaka wa 9. Radhiyallahu anhu, raza Allah zimwendee. Kisa cha Najashi tulikizungumza, tulikuwa tunazungumza sira hapa, tarehe. Kifupi ni kwamba ndugu zangu, walipokwenda kina masahaba ridwanullahi ta'ala, baada ya hali kuwa ngumu, anawaambia idhhabu ila al-Habash fa inna hunaka malikun la yadhlimu ahadan, nendeni Habash, kule kuna mfalme hamdhulumu yoyote. Wakaenda, kikiongozwa na nani? Likiongozwa na Jafar ibn Abi Talib. Walipoenda kule, huyu bana wakakutana naye. Walipokutana naye katika huku washirikina, wakamtuma Amr ibn al-As na moja katika walioshindikizana nao Amri kabla ya kusilimu. Baadaye alikuja kusilimu. Kina Amr ibn al-As, ujumbe waliokwenda nao ni wale warudishwe, wafukuzwe, waondoke, ni waharibifu hao kina Jafar na wenzao. Ala kule hali
wakati hauturuhusu. Mwisho Najashi akasomewa na Jaafar, akasomewa surati Maryam, wakafika zile habari za Isa mwana wa Maryamu, jinsi inavyozungumza na nini, akawa wanalia machozi. Kisha akawaambia hawa si wafukuzi, na jamaa walikuwa wameenda na zawadi, akawaambia rudini na zawadi zenu. Akawaambia masahaba kaeni, mmeshafika. Wanasema baada ya kuondoka pale, ile athari alikwenda akaamini, akaingia katika Uislamu, lakini akaficha Uislamu kwa sababu haingewezekana. Yeye ndio mtawala, ana jeshi na nini, kila kitu yeye. Wakigundua kwamba ni Muislamu, alihisi hata kuwa salama. Kwa hiyo akaufisha Uislamu wake, akitafuta fursa namna gani hata udhihirisha au namna gani afanye ili watu waongezeke kuwa nini, Waislamu. Baada ya hapo, kabla hajalifanya hili, Mwenyezi Mungu akamchukua mtume akiwa Madina mwaka wa 9 kama mnajua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaletewa wahi, akatumwa Jibril aje amwambie kuna Muislamu amekufa mahala, nendeni mumsalie. Ndio akaenda nini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatoka na masahaba kwenye nini, kwenye musalla, kisha wakamsalia. Kisha wakafanyaje? Wakamsalia huyu Najashi. Na baada ya hapo ndio katika fiqh na hadithi salat, hukumu salatu ala alghaib, hukumu ya kumsalia sala ya mtu ambaye ni ghaib, kafia nje na mji wako. Kafia nje na nini, na mji wako, hakufika wala hukufika, unataka kumsalia. Kwa hiyo na imani ndani ya sharh huenda tukapata chochote inshallah, na tutapata muongozo Allah kijalia kwa uwezo wake, kwa sababu shurah wanazuoni wamezungumza masala haya kwa kirefu, na kama yatakuwa hayajaenda sana kwa kirefu, basi tutakwenda kuyatafuta, kuyafanyia bahath ili kuongeza, kwa sababu kama alivyosema kitabu ni muhtasar, ili nini, kuyataja, inataja masaili mengi. Kwa hiyo huku ataleta zile aqwali za wanazuoni kuhusu kuswaliwa, nadhani bila shaka, kisha italetwa rajih, na kama tunaweza kupata chochote pia katika kauli za wanazuoni katika vitabu vingine pia tutakuja kuongeza kwa ajili ya kujazia na darasa lile watu wafahamu zaidi na zaidi. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair.